ifahamu teknolojia ya semi automatic offside technology ambayo inaanza rasmi kutumika English Premier League, ligi kuu ya Uingereza, ambayo inakwenda kuanza na baadhi ya timu ikiwemo Manchester City na Crystal Palace. Hiyo ni Aprili 4. Man City na Crystal Palace, Brighton na Leicester City, Nottingham Forest na Everton, Southampton na Aston Villa, Arsenal na Brentford. Hizo ni mechi ambazo zitaweza kuchezwa chini ya semi automatic offside technology. Mfumo huu unalenga kuondoa baadhi ya vipengele vya utii wa binadamu kwa kubadilisha maamuzi yaliyofanywa na maafisa na yale ya kiautomatiki yaliyochukuliwa na teknolojia. Kwa hali ilivyo, mchezaji anapofunga baada ya hali ya kuotea kwenye mstari wa mpaka, viongozi katika chumba cha muamuzi msaidizi wa video VAR, video assistant referee, wanapaswa kuamua juu ya mambo matatu muhimu, ambayo ni lini mpira ulipigwa, ni wapi, kwa pembe gani. Mwili wa beki ulikuwa wakati mpira unapigwa, wapi na pembe gani. Maamuzi hayo yote matatu sasa yatachukuliwa kiautomatiki na kiteknolojia. Kamera za bespoke ambazo zitafuatilia vipengele mbalimbali muhimu vinavyohusika katika uamuzi wowote mkali wa kuotea zimewekwa chini ya paa katika viwanja vyote 20 vya ligi kuu. Kamera zitafuatilia mwenendo halisi wa mpira pamoja na pointi zaidi ya 10,000 za data kwenye miili ya wachezaji wote 22, kumaanisha kwamba inaweza kubainishwa kiautomatiki ikiwa mwili wa mchezaji anayeshambulia ulikuwa nje ya beki wa mwisho wakati mpira ulichezwa au la. Akili bandia husimamia mchakato wa ufuatiliaji wa mpira wa harakati za mchezaji kabla ya kutoa uamuzi kwa mchezaji alikuwa ameotea au hajaotea. Maafisa wa VAR hukagua mfumo umebainisha kwa usahihi mambo matatu muhimu ambayo hupima kabla ya kuthibitisha uamuzi huo. Viongozi wa uwanjani basi wajulisha wachezaji. Uhuishaji wa 3D, uamuzi uliotolewa na akili bandia, utachezwa kwenye runinga kwa watazamaji nyumbani na kwenye skrini kubwa kwenye uwanja. Hii ndivyo itakavyokuwa. Wanaita semi automatic offside technology. Kwa hapa Bongo tukiangalia kabisa, kuna mechi ambayo Yanga iliweza kucheza dhidi ya Songea United. Mechi ya FA, Yanga waliweza kushinda goli 2-0. Goli ambalo liliasisti kutoka kwa Pacome. Mpira ule ulikuwa umetoka, akapiga mpira ambao ulikuwa nje tayari, lakini kutokuwa na msaada kwa muamuzi hakuweza kuona kilichokuwa kinaendelea. Mpira ule ulitoka, lakini muamuzi hakuweza kuona na akaruhusu mpira kuendelea. Mwisho wa siku ikawa ni nafasi ya goli. Kama pengine ule mpira muamuzi angeweza kuamua mpira umetoka, basi tungeweza kusema kwamba kusingekuwa na goli kwa wakati ule. Pia ndo faida mojawapo ambayo tunatamani kwamba hii offside technology ingetumika hata Tanzania ingeweza kufika, basi ingeweza kuokoa baadhi ya vitu vingi, kwa sababu tumeona makosa mengi sana ambayo yanafanywa na waamuzi wetu tukiamini kwamba ni uzembe binafsi. Kuna waamuzi ambao wanaaminika sana, lakini kuna baadhi ya mechi wakiweza kuchezesha ni makosa pia ya kibinadamu huwa yanatokea. Japokuwa watu wengi sana wanalalamikia uwepo wa makosa ya kibinadamu kwa marefari wengi hapa nchini, kwamba makosa ya kibinadamu ndio ambayo yanatawala sana matukio ya kimchezo, kwamba marefari wanafanya makosa lakini mwisho wa siku wanaenda kujificha kwenye kivuli cha makosa ya kibinadamu. Wanatamani kwamba hii semi automatic offside technology kama ingeweza kufika Tanzania, basi haya makosa ya kibinadamu madogo madogo yasingeweza kuwepo, kwa sababu kama mtu akiwa offside inakuwa ni rahisi kabisa kuonekana hii ni offside. Mpira ukiwa umetoka, kama mpira umetoka na mtu alikuwa aliotoa mpira mpaka mpira unatoka, mtu alikuwa eneo gani, mtu akiwa offside inajulikana kabisa hapa ni offside, na mstari unachorewa kabisa, mstari huu hapa, hii ni offside, na inaenda kuchezwa. Mnaona wote mlioko uwanjani mtaona kabisa hii ni offside, mtachorewa pale. Ndio maana hiyo semi automatic offside technology, marefari wataona pale na kila mtu ataweza kujua kabisa hii ilikuwa ni offside, na kamera zimefungwa kila kona. Hakuna engo ambayo mtu utashindwa kuona. Unaambiwa kuna kamera ambazo zimefungwa zaidi ya 20 zipo uwanjani. Zinafungwa nyingine mpaka chini ya pitch, kuna kamera zinakuwa zinawekwa. Na pia wachezaji mmoja mmoja atakuwa anamulikwa, ambayo data ni zaidi ya mara 10,000 anakuwa anamulikwa, na data hizo zitakuwa zikifuatilia mwenendo wa mchezaji popote alipo. Kwa maana hiyo hata ile mikimbio, mijiongeo inaonekana pale katika data, zitakuwa zinasoma pale. Ni moja kati ya faida, na hii inaenda kuanzia kabisa EPL kule, na mechi ambazo nilikuwa nimeutajia hapo awali, ambapo ni Manchester City watakuwa wakikipiga
Arsenal nao watakuwa katika hiyo. Ni Man City na Crystal Palace watacheza, Brighton na Leicester City, Nottingham Forest dhidi ya Everton, Southampton na Aston Villa, Arsenal na Brentford nao watakuwa kabisa wanaanzisha pale hii semi automated offside technology. Yanakwenda kuanzia pale, lakini ikumbukwe hii sio mara ya kwanza kuchezeka. Kwenye kombe la dunia mwaka 2022 hii teknolojia ilishawahi kutumika. Teknolojia ya semi automated offside technology ilitumika kwa ufanisi mkubwa katika kombe la dunia la FIFA mwaka 2022 lilofanyika nchini Qatar, na inakuwa ni teknolojia ya tatu kubwa kuingizwa kwenye soka baada ya teknolojia ya mstari wa goli, goal line technology, na teknolojia ya usaidizi wa mwamuzi kwa video assistance referee. Hii itakuwa na manufaa, na hata kama nakumbuka, tunaamini kwamba VAR ni moja kati ya vitu ambavyo vinaweza vikatatua changamoto ya marefari. Lakini pia VAR ikumbukwe kuwa inachambuliwa na marefari hao. Ukiangalia kuna baadhi ya matukio ambayo ilihitajika pia VAR iweze kutumika, ni kama mechi ya Simba dhidi ya Al Masry. Mechi ya Simba dhidi ya Al Masry kuna makosa ambayo yalitokea na alihitaji VAR, lakini VAR haikutumika. Tunakumbuka kuna tukio moja ambalo VAR ilitumika na liliwapa nafasi. Goli ambalo mwamuzi alikuwa amelikataa, liliaminika kwamba goli la Al Masry ilikuwa imeaminika kwamba ni offside. Lakini Al Masry wenyewe wakaweza kulilia kwamba kwa nini tusiangalie VAR, ingalikuwa VAR ipo. Wakaenda kuangalia kwenye VAR, na kweli VAR ikaenda kuamua kwamba ilikuwa ni goli halali. Hiyo ni upande mmoja wa faida ya VAR, lakini kuna wakati mwingine VAR pia inakuwa ina hasara zake, sehemu ambapo timu kama Simba VAR kwake imemkosa, kwa sababu kama isingetumika VAR basi tayari tulikuwa tunaamini kwamba ili haikuwa goal na lilikuwa offside. Na pia kuna wakati fulani Simba nao ilikuwa ni sehemu ambako ingetumika VAR lakini haikutumika. Hiyo tunaweza tukasema ni mwamuzi kutokutilia maanani tukio hilo, kwamba aliona tukio la kawaida na halikuhitaji VAR, lakini pia wana Simba wenyewe nao walichukulia kwamba ni kawaida, lakini kiuhalisia ile ilikuwa inahitajika penalty, na ni mchezaji aliweza kuchezewa madhambi katika eneo la penalty box, lakini mwamuzi akaamua kupeta na ikaonekana sio madhambi, kuweza kucheza madhambi katika eneo hilo. Basi wachezaji wa Simba wakaweza kunyamaza na hii ikapita hivyo, lakini mwisho wa siku sasa huku watazamaji ndio walikuja kuona kwamba kuna tatizo. Kwa nini Simba wasingeweza kulalamika kwamba ilikuwa ni foul iliweza kuchezeka pale? Walihitajika ipigwe penalty, lakini wakanyamaza kimya. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Basi kuna wakati unaweza kusema kuna faida na hasara za VAR. Wewe toa maoni yako hapa kuhusiana na hii teknolojia mpya ambayo inaitwa semi automated offside technology. Wewe unafikiri inaweza ikapunguza nini au inaweza ikaongeza nini kama ikiweza kuingia hapa kwetu Tanzania? Inaweza kutusaidia, au kwa ufupi ikaingia Afrika inaweza katoa mchango gani kwa Afrika? Kama VAR tunayo sasa hivi Afrika, baadhi ya ligi zinatumia VAR na baadhi ya mashindano pia yanatumia VAR. Unafikiri hii teknolojia ya semi automated offside technology inaweza pia kutusaidia, ukiangalia na quality ya marefari wetu ambao kila kukicha wanalalamikiwa? Unatoa maoni yako hapa, unatuambia nini?